Yesu ni mwamba imara. Hiki ndicho kichwa cha somo ambacho nimepewa tuweze kujifunza siku ya leo. Yesu ni mwamba imara. Kwa nini Yesu ni mwamba imara? Kwa nini tumepewa hiki kichwa, wewe na mimi, siku ya leo Jumapili, ya kuwa tujifunze na tujue ya kuwa Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yetu? Kwa nini? Kwa nini tumepewa hiki kichwa? Na kwa nini Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yetu? Kwa nini? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Yesu ni mwamba imara. Ni mwamba imara. Tunasema Yesu ni mwamba imara kwa sababu, wapendwa, ama sisi wa Kristo tunamwamini Yesu na tunaliamini jina lake. Ndio maana tunasema kwamba Yesu ni mwamba imara na tunamtegemea yeye, na tunamtegemea yeye Mungu kwenye maisha yetu, kwenye kila hatua, kwenye kila nafasi, kwenye kila njia tunamtegemea yeye na wala hatuna mwingine. Na ndio maana tunamkimbilia, na ndio maana tunasema ya kuwa yeye ni mwamba imara wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kitabu chetu ambacho kitatuongoza ni Mathayo 7 ile 24 hadi mstari wa 27. Mathayo 7 kuanzia mstari wa 24 hadi mstari wa 27 ndio utakapofafanua vizuri kwa nini Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yetu. Kwa nini Yesu ni mwamba imara kwenye wokovu wangu? Kwa nini Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yangu? Kwa nini Yesu ni mwamba imara kwenye familia yangu? Kwa nini nimemtanguliza Yesu kuwa ni mwamba imara kwenye kila kitu ninachokiwaza, kwenye kila kitu ninachokitamani, kwenye kila kitu ninachokifanya, kwenye kila kitu ninachokitamani kukiendea ama kukipata ama kukifanya kwenye maisha yangu? Kwa nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Aliyetuona Mathayo 7 kuanzia mstari wa 24 hadi mstari wa 27. Mathayo 7 mstari wa 24. Amen. Neno la Mungu linasema, Ndio. Basi asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Amen. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amen. 25. Mvua ikinyesha, mafuriko yakajaa, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. 27. Mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. 28. Ikawa Yesu alipo Amen. Kusha 24. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amina. Kwa nini tunasema kwamba Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yetu? Ni kwa sababu sisi ambao tumeokoka ama sisi ambao tunamtumainia Mungu tupo kwenye safari ya wokovu, tunatamani maisha ya milele. Tunasema Yesu ni mwamba imara kwenye maisha yetu kwa sababu hatuwezi tukamwona Mungu pasipo kumwamini huyu Yesu. Hatuwezi tukashinda majaribu pasipo kumwamini huyu Yesu. Hatuwezi tukatembea kwenye kweli pasipo kuwa na huyu Yesu. Hatuwezi tukasimama kama hatutakuwa na huyu Yesu. Ili tuwe sawasawa na Mungu, ili tuwe sawasawa kwenye mapenzi ya Mungu, lazima tumwamini huyu anayeitwa Yesu. Lazima tumwamini huyu Mungu. Lazima tuliamini hili jina ili tuwe salama. Bwana asifiwe sana. Maana tusipoliamini hili jina tutakuwa hatuko salama. Hatutaweza kusimama. Hatutaweza kuendelea na safari yetu ya wokovu. Tutapigwa na majaribu, tutapigwa na vimbunga na upepo, tutaanguka, hatutaweza kusimama. Lakini kama tutaliamini hili jina na kulifanya ni mwamba imara kwenye maisha yetu, maana tutakuwa salama katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Tuko katika safari ya kuurithi ufalme wa Mungu. Tuko katika safari
ya kwenda kuketi katika ule mji mtakatifu utakaoshushwa na Mungu. Sasa ili tuweze kufika huko, lazima tutembee na huyu Yesu mioyoni mwetu, lazima tusimame imara, lazima tumtegemee, lazima tuwe ndani ya Yesu na Yesu awe ndani yetu, lazima tulihubiri, lazima tulijenge, lazima tusimame sawa sana mapenzi ya Mungu, tukiamini ya kuwa Yesu ndiye atakayetuvusha na kutufikisha kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Neno la Mungu linasema kwenye ile Mathayo 24, nitarudia kusoma 7 mstari wa 24. Amen. Amina. Naomba tusichoke, nitaenda haraka ili tuende kwenye maombi. 7 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, basi kila asikiaye haya maneno yao na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kila atakayesikia maneno ya Mungu na kuyatia moyoni na kuyafuata na kuyatenda na kuenenda sawasawa na mapenzi yake, huyo mtu atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama tutasikia maneno ya Mungu, kama tutahubiriwa neno la Mungu, kama tutahubiriwa injili ya Yesu Kristo na tutaenenda sawasawa na mapenzi yake, hatutatenda matendo yanayompendeza Mungu. Mungu anasema hatutafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, bali tutafananishwa na mtu asiyekuwa na hekima, tutafananishwa na mtu asiyekuwa na akili, tutafananishwa na mtu ambaye hajui anakoenda. Lakini ili tufananishwe na mtu mwenye hekima, ili tufananishwe na mtu mwenye akili, ili tufananishwe na mtu mwenye maono, mtu mwenye kuona mbele, mtu mwenye kutazama, lazima tujenge nyumba yetu juu ya mwamba. Lazima tumwamini huyu Yesu, lazima tumpende huyu Yesu, lazima tumhubiri huyu Yesu, lazima tusimame na huyu Yesu, lazima tumwinue huyu Yesu, lazima Yesu akamilike kwenye maisha yetu, lazima Yesu akamilike kwenye familia, lazima Yesu akamilike kwenye kazi zetu. Ndipo watu watatufananisha sisi ya kuwa ni watu wenye hekima, ya kuwa ni watu wenye akili, ya kuwa ni watu wenye maono, ya kuwa ni watu wenye fahamu, maana tuna Yesu ndani yetu, maana tuna nguvu ya Bwana, maana tuna mamlaka ya Bwana, maana tuna jina la Yesu. Tunapotembea watu watasema huyu na Mungu, tunapotembea watu watasema huyu amebarikiwa, tunapotembea watu watasema huyu na maono. Na ndio maana Petro wakati anauliza, wakati anatazama, anasema wewe, mbona unatembea ni kama Yesu? Mbona unaongea ni kama Yesu? Mbona unacheka ni kama Yesu? Wakati anakataa, watu wakasema hapana, tumekutambua ya kuwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, tumekutambua ya kuwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, tumekutambua ya kuwa Yesu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama tutamwamini Yesu, kama tunatembea na Yesu, kama tutampenda huyu Yesu, maana hatutafananishwa naye, hatutafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, ili watu wakujue kuwa umeokoka, ili watu wakujue kuwa na Yesu ndani yako, lazima ufanane na huyu Yesu unayemwabudu, lazima ufanane na huyu Yesu unayemtangaza, lazima ufanane na huyu Yesu unayemwimba, lazima ufanane na huyu Yesu unayemwendea kila siku. Ila hata unapomwambia rafiki yangu, karibu kwa Yesu, maana kuna raha, maana kuna uponyaji, maana kuna uzima, maana kuna uweza. Ule mtoto atakapotazama ataona ushindi, ataona kweli kuna amani, ataona kweli kuna nguvu, ataona kuna matumaini, ataona kuna tumaini jipya, atataka mkono wa ataanza kuamini ya kweli. Mbona rafiki yangu na Yesu, mbona rafiki yangu yupo hivi, alipitia magumu lakini leo akasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu amesema nitaenda haraka ili tuende kwenye maombi na pia maombi. Mstari wa 25 anaendelea kusema, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Imani yetu ikiwa juu ya Yesu Kristo, imani yetu ikiwa juu ya Yesu Kristo, imani yetu ikiwa juu ya Yesu Kristo apendwa, imani yetu ikiwa juu ya Yesu Kristo apendwa. Yes. Safari yetu japo ni ndefu,
Safari yetu japo imejaa vikwazo, safari yetu japo imejaa vizuizi, Biblia inasema kwamba hatutatikisika, hatutaanguka, hatutadondoka, hatutarudi nyuma, hatutashindwa, kwa sababu imani yetu tumejenga juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Kwa sababu imani yetu imepandwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Hata kama tutapigwa, hata kama tutachekwa, hata kama tutadharauliwa, hata kama tutaona kufai, hata kama tutaona tumechelewa, Biblia inasema hatutatikisika, hatutaanguka, hatutalia, hatutachelewa. Tutamwona Yesu, tutaendelea na hiyo safari. Mama, usikate tamaa kwa sababu unachekwa, eti kwa sababu unadharauliwa. Wakati wengine wajao, wakati wengine ndugu, wakati wengine marafiki wanaweza kusema maana tunamwona kila siku anasahau, maana tunamwona kila siku anaomba, lakini bado maisha yake habadiliki. Maana tunamwona kila siku anatoa sadaka, maana kila siku anafunga huyu mtu, maana kila siku anaenda kanisani. Sasa mbona mtoto wake haponi? Sasa mbona abadiliki? Yupo vile vile. Kwa nini? Unaposikia maneno hayo moyo unauma. Unaposikia maneno hayo moyo unakata tamaa. Unaposikia maneno hayo unaona kama Mungu akoni. Lakini acha nikwambie habari njema siku ya leo. Ya kuwa huyu Yesu ambaye tunamwabudu, ya kuwa huyu Yesu ambaye tunamwimbia, ya kuwa huyu Yesu ambaye tunamtumikia ana uzima milele. Wapendwa, amejawa afya, amejawa upendo, amejawa uzima. Usikate tamaa. Unapopiga hatua wamekutegea miiba, lakini huyu Yesu atakuvusha. Unapopiga hatua watu watakucheka, huyu Yesu atakupa furaha. Wala usikate tamaa. Usikate tamaa mpendwa. Usikate tamaa. Usikate tamaa kabisa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Ni kweli umelia, usikate tamaa. Ni kweli umechoka, usikate tamaa. Ni kweli umepigwa, lakini usikate tamaa. Huyu Yesu aliyekuwa ndani yako ni mkubwa kuliko hata wale wanaokucheka. Haleluya. Kuliko hata wale wanaokucheka. Kuliko hata wale wanaokucheka. Kuliko hata wale wanaokucheka. Kuliko hata wale wanaokudharau. Usikate tamaa, wewe songa mbele. Mwamini huyu Yesu, na kila aliyekuona mwamini Yesu. Kila aliyekuona mwamini Yesu. Kila aliyekuona mwamini Yesu. Wala hakuishia hapo, wala hakukata tamaa, wala hakurudi nyuma. Aliona baraka za Mungu, aliona uzima wa Mungu, aliona mafanikio ya Mungu, aliona ukweli wa Mungu. Kila aliyekuona mwamini Yesu, wala Yesu hakumwacha, hakumwacha hata siku moja. Na ndio maana Biblia inatuambia ya kuwa tujenge imani zetu kwenye mambo ambayo ni imara. Hata kama tutatikiswa, hata kama tutadharauliwa, hata kama wakati mwingine tunachekwa, Biblia inasema kwamba kwa sababu tumejenga imani zetu kwenye mambo imara, atatuokoa, tutafika salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ushawahi kuona mnazi? Mnazi ni mrefu sana, na wakati mwingine walipoanzia